Mosi, kwenye swala la mazingira, kwa sababu mmeanza kiwanda hiki kwa kuja kuvuna matokeo ya uchimbaji wa leseni ndogo ndogo za wachimbaji wa graphite ambazo zinafika zaidi ya 40 na ndio zinazozalisha rasilimali inayochakatwa kwenye kiwanda hiki. Nimeona kuna umuhimu mkubwa sana wa kuangalia swala la mazingira. Naona mnapanua kiwanda kutengeneza maeneo ya kuweka bidhaa kwa wingi zaidi. Kwa hiyo swala la mazingira ni nyeti sana. Sisi pia pamoja na kwamba tuna wakaguzi wa migodi na hizi processing plants, lakini nitumie jukwaa hili kuambia wenzetu wa Baraza la Mazingira, NEMC chini ya Wizara ya Mazingira, Ofisi ya Makamu wa Rais, wafike hapa wafanye tathmini ya kuhakiki kwamba uwekezaji unaoendelea hapa ni rafiki kwa mazingira, na waangalie jinsi ambavyo mmehakikisha kwamba vyanzo vya maji havichafuliwi na maji taka yanayoweza kuwa yanatoka kwenye kiwanda hiki. Hilo ni la kwanza. Lakini jambo la pili, kwa sababu tumepokea taarifa yenu na mmeonyesha tayari mna moyo wa dhati, pamoja na kwamba kiwanda ni kichanga ya kutoa mchango kwenye jamii, ni vizuri zile takwimu ziandikwe ili na sisi tujivunie kwamba kiwanda hiki kimezalisha mali yenye thamani kiasi fulani iliyokwenda kusaidia jamii. Ukijenga zahanati, tujue umetumia fedha ngapi. Of course hautajenga wewe mwenyewe bila ushirikiano na halmashauri kwa kufuata kanuni zilizowekwa, lakini tujue ukijenga barabara hiyo daraja, uivalue kwenye cash terms, tupate hizo takwimu, kwa sababu ndio inayoonyesha kwamba impact ya wizara hii ni kitu gani. Mheshimiwa Mama Samia, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anachotaka kwenye awamu yake hii ya mwisho ni impact. Kila mradi unaotekelezwa na wizara yoyote tuweze kupima matokeo, tupate cha kujivunia, na vizazi vijavyo tujue kwamba serikali ya awamu ya 6 ilipokuwa madarakani imeacha alama hii isiyofutika, wanaokuja waje waendeleze. Lakini jambo lingine ambalo nimejionea baada ya kufika hapa ni jinsi ambavyo kiwanda hiki kinachakata haya madini. Nimeona mnatumia makaa ya mawe pamoja na kuni. Yaani mnawasha kwa kuni ndio makaa ya mawe yaweze kuchoma. Nadhani kuna teknolojia ipo sokoni na itabidi mfanye utafiti ya kutafuta namna ya kuwasha haya makaa ya mawe moja kwa moja bila kuharibu mazingira. Na nitumie pia nafasi hii kuelekeza taasisi yetu ya madini, Shirika la Madini la Taifa STAMICO, wafike hapa ili waweze kuona namna ya kutoa ushauri wa kitaalamu juu ya matumizi sahihi ya makaa ya mawe ambayo yanatumika katika kiwanda hiki, ambacho nimeambiwa ndani ya miezi minne wameweza kutumia zaidi ya tani 240,000 tani 250. Kwa hiyo ukigawa hapo kwa wastani sio chini ya tani laki ngapi kwa mwezi? Roughly 50, tani 50. Kwa hiyo ni mkaa mkubwa. Na nimeuliza wanatoa wapi, wanasema wanatoa Mbinga.